Moja na Wizara ya Uwekezaji. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kunipa uhai na kusimama leo mbele ya Bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini ikiwa tunakaribia kuvunja bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba Mwenyezi Mungu unisaidie na uwasaidie wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote ambao wameifanya kazi hii kwa weledi mkubwa ndani ya miaka mitano kuhakikisha kwamba wanamsaidia au tunamsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kuendesha mambo yake kwa weledi na umakini mkubwa kabisa, ambayo yamefanya tuendelee kutambulika na kufahamika kote ulimwenguni kwa ajili ya umahiri wa mama huyu, mwanamke hodari, mwanamke shupavu, mwanamke mwenye maono, mwanamke mwenye malengo, ambaye ndio ametufikisha hapa. Na kokote Tanzania inaposimama leo hii haiachi kumteua au kumchagua mtu yoyote kuhakikisha kwamba anasimama kwa niaba ya taifa letu la Tanzania, na haya si mwingine aliyetengeneza ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongera sana mama. Baada ya kuyasema hayo na kutoa shukrani kwa Mungu, naomba niendelee kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan amemwaga pesa kona zote za taifa letu la Tanzania, kuanzia mijini hadi vitongojini, na ndio maana ana kila mbunge yote atakayesimama katika bunge hili hawezi kuacha kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata wale ambao walikuwa hawajaona maji, kuna watu wengine walikuwa hawajaona maji ya bomba katika taifa hili, lakini leo watu wameona maji ya bomba, wameona umeme, wameona barabara nzuri, wameona vituo vya afya, wameona huduma za jamii za kila aina zikionekana katika taifa letu la Tanzania. Si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninayasema haya, mama amemwaga pesa nyingi sana, mimi mwenyewe nikiwa ni shahidi juu ya mambo hayo. Amemwaga kwenye barabara, kwa mfano jimbo langu tu la Mchinga ametuletea bilioni 11, kwenye maji bilioni 18, afya usiseme, nishati amehakikisha kwamba vijiji vyote vya jimbo la Mchinga vimepata nishati. Sambamba na hilo, vitongoji, jimbo la Mchinga vina vitongoji 236. Kati ya vitongoji hivyo 181 leo hii vinawaka umeme, na umeme ni maendeleo. Bila umeme hakuna maendeleo. Elimu bilioni 17. Kilimo ambacho ndicho yeye amekipa umuhimu mkubwa katika taifa letu. Bila chakula hakuna kitu. Kila mwanadamu anategemea chakula. Leo hii kwenye kilimo ametuwekea bilioni 31.3. Na hii tangia anaanza kulihutubia bunge letu hili aliweka kipaumbele kwenye kilimo, na ndio maana bajeti ya kilimo ilitoka kwenye milioni 290 kule ikaja mpaka trilioni. Hii yote ni kazi ya Mama Samia Suluhu Hassan, na ndio maana leo ninaposimama kuzungumza na kila sababu ya kumpongeza kwa kazi nzuri. Kilimo sasa hivi tumekuwa wa pili barani Afrika kwa uzalishaji. Haya yote ni kwa ajili ya maono mazuri ambayo ameonyesha Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongera sana mama, tuna kazi kubwa na sio kubwa. Tarehe ikifika tunachukua, tunaweka
Kwa nani? Kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya katika taifa letu la Tanzania. Nimpongeze pia makamu wa rais, amekuwa ni msaidizi mzuri sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ndiye aliyekuwa msimamizi mzuri wa shughuli za serikali bungeni. Bila kusimamia vizuri shughuli za serikali bungeni, wakati mwingine kuna baadhi ya mambo unaweza yasiende sawa, lakini kila jambo liliweza kwenda vizuri. Nampongeza sana. Lakini sambamba na hilo, nikupongeze waziri wa fedha Daktari Mwigulu Nchemba kwa uwasilishaji wako mzuri wa bajeti yetu, ambayo ni bajeti inayojipambanua kwa kila eneo, pamoja na naibu waziri wake, pamoja na katibu mkuu wa wizara na watendaji wote, bila kumsahau profesa ambaye yuko pembeni yako, ambaye nyinyi wenyewe mnaitana kaka mdogo, kaka mkubwa, kaka mdogo, kaka mkubwa. Endeleeni kufanya hivyo. Ndio maana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akawaweka ninyi, amejua jinsi mnavyoweza kuchapa kazi na akaona hakuna matata. Kazi hii wanaiweza vijana kutoka Singida. Hongereni sana vijana wa Singida. Mama anawaamini na mama anawapenda sana. Pongezi kwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya kazi kubwa na nzuri katika kuliongoza bunge, na kazi aliyofanya katika kuliongoza bunge hili pamoja na naibu spika ni kazi zenye viwango, na kila mtu anaziona hizo kazi. Hongereni sana, na wakisaidiwa na wenye viti wao wamefanya kazi nzuri. Hata wewe mwenyekiti Mwanyika, ambaye ni mwenyekiti wangu katika kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, hongera sana, umefanya kazi nzuri. Tunaamini tunamaliza hili bunge, tutarudi huko majimboni, na tukirudi majimboni kwa kazi hizi zilizofanyika, hakuna mtu atakayesema huyu hawezi, wote tunaweza. Lakini pamoja na hayo, uongozi ni wote. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba hapa au Mama Samia Suluhu Hassan ana mwenza wake, na hata sisi wabunge tuna wenza wetu. Tunawapongeza sana wabunge hawa, mwenza wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba anamsaidia kwa hali na mali ili mambo yake yanakwenda vizuri. Nataka niwaambie, Mama Samia ni rais, pamoja na urais wake anazungukwa na watu walinzi chungu mzima, lakini ikifika usiku anaenda kulala. Akisaenda kulala, anamtegemea kwanza anamtegemea Mungu, na mwenza wake ndio anayeweza kumfariji hata kama akiwa na misongo ile. Mwenza ndio mtu wa kwanza kumpa faraja. Bila yeye mambo hayaendi vizuri. Hongera sana wenza wa viongozi, hongera sana wenza wa wabunge kwa kusaidiana na wabunge hawa. Endeleeni kufanya hivyo, tunawategemea sana. Sasa nataka nije kwenye kilimo. Kama nilivyosema, Mheshimiwa Mama amefanya kazi kubwa kuongeza bajeti, na ndio maana kilimo kimepanda kupita kiasi. Leo Tanzania inategemewa na Afrika katika swala zima la kilimo. Sasa mama amehimiza kilimo na watu wamelima vizuri, wamelima kwa bidii. Korosho wamelima sana, ufuta wamelima sana kupita kiasi. Sambamba na hilo, kutokana na changamoto zilizojitokeza, juzi tulikuwa na mnada wa korosho, tulikuwa na mnada wa ufuta. Ufuta ulipanda mpaka 4,000. Sasa hivi bei ya ufuta kwa ule mnada wa kwanza imeshuka mpaka shilingi 2,700. Nini ninachotaka kusema? Tusitegemee soko moja. Pamoja najua serikali inafanya kazi kubwa na nzuri ya kutafuta masoko, tuendelee kutafuta masoko ili wananchi hawa waliojitokeza, waliojipambanua kulima kwa bidii, juhudi na maarifa, itakapofika wakati wauze mazao yao kwa bei ambayo itakuwa ni nzuri na wataifurahia. Kingine, mimi kwangu kule tunalima ufuta, barabara,
Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, na kuomba, wewe ndio waziri wa fedha. Kule ufuta wamelima, lakini hauwezi kutoka hapa, kutoka Mipingo, wanalimia Mipingo, kuja hapa kwenye magara, kuja hapa kwenye gara, hauwezi kufika pale Mkwajuni. Naomba unisaidie pesa ili waweze kuleta ule ufuta kwenye vituo vya kuuzia. Mheshimiwa, tafadhali na kuomba. Nikija kwenye afya, tumepunguza tozo kuhusu vileo ili kuleta ushindani. Kuna kitu kinaitwa energy. Energy ni shida, energy ni tatizo, energy inauzwa madukani na wanaokunywa ni watoto wadogo. Wanakunywa energy kwa malengo yapi? Kama wanaweza sasa hivi umri wa miaka 13 kubusti ile nguvu, wakifika umri wa miaka 28 watakuwa katika hali gani? Energy jamani, energy zinaharibu hawa watoto. Tutengeneze kitu mbadala, tuweke mikakati ya kupunguza haya energy. Ni hatari, watoto wanaangamia. Tunategemea vijana ndio wanaotutegemea sisi baada ya kuondoka, vinginevyo ni hatari. Baada ya kusema hayo, ninaunga mkono hoja kwa 100%. Nawatakia wabunge wenzangu kila laheri, naamini wote tutashinda. Ninawashukuru sana wapiga kura wangu, ninawashukuru sana mkoa wangu wa Lindi, ninawashukuru wote, naamini wote tutarudi. Nawashukuru sana Wanamchinga kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kipindi cha miaka 5. Nawashukuru nyie viongozi wote, wabunge, watumishi na wasiokuwa watumishi, kwa ushirikiano mkubwa mlionipa. Mungu awabariki. Inshallah tutarudi tena bunge lijalo, sina mashaka hata kidogo. Tutarudi wote humu bunge lijalo kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Asante sana mwenyekiti.